On the microphone it's a girl official Rose D kwenye 1 na 2, mtu pekee ambaye atakuhabarisha habari za udaku, michezo na burudani, habari za kisiasa. Bana, pasi na kupoteza time, nitakupa story ambayo naambiwa Mario ameibuka kwenye video ya Sasampa ya Diamond Platnumz. Tunamwona Harmonize pamoja na Alikiba wapigwe chini na Diamond. Mambo yamekaaje? Hii inakuwa bana, ni video mpya ya Sasampa ambayo imeibuka kwa mvuto mkubwa mitandaoni, ikiwakutanisha baadhi ya mastaa wakubwa Bongo Flava kama D-Voice, tunamwona Lunya ndani, lakini pia Juma Jux pamoja na Mario. Lakini pia ushiriki wa Mario umeweza kuibua hisia sasa mchanganyiko kutokana na namna ambavyo mambo yalitarajiwa. So kutoka kwa mashabiki zake bana, kuna hisia zimeingiliana hapo, hasa kutokana na historia yake ya kutokuwa na Big 3 ya Bongo Flava. So Alikiba, Harmonize na Diamond Platnumz kwenye kazi zake za hivi karibuni. Mashabiki wengi waliweza kushangazwa kiukweli kumuona Mario kwenye hiyo video, kwani hivi karibuni pia aliweza kuzindua wimbo wake wa Ha Ha Ha, ambapo licha kushirikisha karibu mastaa wote wa Bongo, alishia kumkosa Diamond Platnumz na Alikiba, hali ambayo ilisababisha mjadala mkubwa mitandaoni. Bana, wasomaji wa mitandao ya kijamii walitumia nafasi hiyo kuhoji kama Mario alivimbiwa na Diamond kwenye kazi yake ya zamani, au kama ni hatua ya kirahisi zaidi ya kushirikiana na wenzake kwenye Sasampa. Na tukio hili bana limeweza kuibua mijadala zaidi kutoka na historia ya Mario ya kujaribu kushirikisha kazi zake Diamond Platnumz za muziki, ikiwemo uzinduzi wa albamu yake pamoja na tamasha ambalo amelifanya. Lakini pia Diamond mara nyingi hakuwa sehemu ya shughuli hizo, na mashabiki sasa wengi kabisa tunaona wanashangaa jinsi Mario ambaye anajulikana kwa kipaji chake kikubwa tu na nafasi yake kama moja ya nyota kubwa wa Bongo Flava alivyoshiriki kwenye hiyo video ya Sasampa bila kuwepo kwa Big 3. Zaidi baadhi ya mashabiki waliweza kutoa maoni yao pia yenye kejeli, wakisema kwamba Mario anapaswa kupunguza shobo kwa Diamond, ikimaanisha kuwa anapaswa kuzingatia hali ya ushirikiano na mastaa wengine kabla ya kushirikisha kwenye kazi zake. Lakini pia baadhi ya wasanii wenzake kama Mwijaku waliweza kushauri kwamba Mario ajishikilie zaidi katika mpangilio wa kazi zake ili kuepuka hali kama hii. Lakini pia kwa upande wa Mario, ushiriki wake kwenye Sasampa unaonyesha kwamba licha changamoto za kushirikiana na Big 3, bado anashirikiana kirahisi na mastaa wengine wa Bongo Flava. So kuonekana kwake kando na D-Voice, Lunya, Juma Jux inaleta kamsisimuo, kwani kimsingi wao ni mashabiki wakubwa wa Big 3, na hivyo basi kuibua mjadala kuhusu mikakati ya ushirikiano wa Mario katika tasnia ya muziki. Na mashabiki pia wameanza kushirikiana mitandaoni kwa kauli tofauti. Baadhi wanaonekana ama wanaona hatua hii kama njema kwa Mario, kwani inaonyesha kuwa hajapungukiwa na ushawishi wa mastaa wakubwa, huku wengine wakihisi ni alama ya shobo ambayo anapaswa kupunguza, yote kwa yote kudumisha heshima ya ushirikiano katika Bongo Flava. Lakini pia video ya Sasampa inabakia kuwa ni chanzo cha burudani na mjadala, huku Mario akibaki kuwa miongoni mwa nyota wakubwa wa Bongo Flava ambaye anawakilisha kipaji cha hali ya juu katika video hiyo. Mashabiki wengi watashikilia macho yao juu ya hatua ambazo zinafuata za Mario, hususan jinsi atakavyoshirikiana na Big 3 kwenye miradi ya siku zijazo. Atashirikiana nao vipi? Mimi nikueleza tu mtazamaji wa Biomedia namna ambavyo Mario ameshiriki katika video ya Sasampa. Ikiwa ni mara ya kwanza unaitem kama shobo ama ni hatua njema kwake, andika maoni yako moja kwa moja, si ndio? Tutayapitia kunako next video kwa zuri kabisa.